Wakristo wamehimizwa kuendelea kukimbilia madhabahuni kwa toba na unyenyekevu ili kuimarisha ushirika wao na Mungu, kwa kuwa ndiyo sehemu ambayo Mungu hutimiza ahadi zake kwa watu wake. Jamii imetakiwa kuongeza uwekezaji katika kuwasaidia vijana wenye mahitaji maalumu ili kuwawezesha kufikia ndoto zao za kielimu na kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo yao. Wainjilisti na parish worker wa KKKT watakiwa kujiepusha na mahubiri ya kijanja na badala yake wahubiri injili ya kweli inayolenga kuendeleza kazi ya Mungu. Na shirika la afya duniani limeonya mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa mbaya kutokana na changamoto za usalama na ukosefu wa uaminifu. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV habari. Jina langu ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye habari kutoka mataifa mbalimbali, na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Tuanze na habari za kitaifa na moja kwa moja tuanzie huko mkoani Njombe. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Njombe, Dr. George Fiavango amesema madhabahu ni sehemu ambayo Mungu hutimiza ahadi zake kwa watu wake. Hivyo Wakristo wanapaswa kukimbilia madhabahuni kwa toba na unyenyekevu ili kuimarisha ushirika wao na Mungu. Taarifa ya Erasto Kikwala inafafanua zaidi. Askofu Dr. Fiavango ametoa kauli hiyo wakati wa ibada ya Jumapili ya 9 baada ya Utatu iliyoambatana na ibada ya kuwekwa wafu kanisa la mtaa, ofisi pamoja na nyumba ya mwinjilisti wa mtaa wa Itombororo katika usharika wa Muhadzi, jimbo la Njombe Dayosisi ya Kusini, ambapo amesema madhabahu ni mahali pa kukutana na Mungu, kupokea rehema zake na kutimiza ahadi zake, huku akiwahimiza Wakristo kuendelea kuishi maisha ya toba ili Mungu ajitukuze kupitia huduma na utumishi wao. Madhabahu ya Mungu ina nguvu ya kutosha na ya kutisha. Ni wewe na mimi kusimama kwenye madhabahu hii. Tusichanganye madhabahu. Hatuwezi kufanikiwa kama huku tuko na huku kule tuko. Jitoe moja kwa moja. Yesu hakuja kuleta viraka. Hivyo viraka, ukileta viraka vipya wanaweka kwenye vazi la zamani, linaharibika. Toa, weka, anasema weka divai mpya kwenye kiriba kipya. Weka maisha mapya, imani mpya katika mwana wa Mungu ambaye ni wewe na mimi. Ukifanya namna hiyo utaona Mungu akitenda. Mungu atakutumia kama chombo chake. Mtaa huu ukiwa na waimbaji wanaosimama, utashangaa kitakachotokea. Familia zikiwa na waimbaji wanaokimbilia madhabahuni na kutolea sadaka mambo yanayofanya, ipo nguvu ya ajabu utakayoiona. Akisoma taarifa ya maendeleo ya mtaa wa Itombororo, mchungaji wa usharika wa Muhadzi, mchungaji Joshua Mgaya, amesema mtaa huo kwa sasa una jumla ya washarika 816, hatua inayoonyesha ukuaji wa kazi ya Mungu katika eneo hilo, huku mwinjilisti wa mtaa wa Itombororo Enoki Godiwe akiwapongeza washarika kwa ushirikiano wao katika ujenzi wa miundombinu ya kanisa na kuasisitiza kuendelea kudumisha umoja, upendo na mshikamano katika kumtumikia Mungu. Mtaa wa Itombororo mpaka sasa una idadi ya Wakristo wafuatao: watu wazima, wanaume wako 160, wanawake 246, na jumla inafanya kuwa washarika 406, na watoto ni kama ifuatavyo: wanaume 150, wasichana ni 260, jumla ni 410. Jumla ya Wakristo wote ni 816. Waase tu washarika wa mtaa wa Itombororo, washarika wa Muhadzi, ya kwamba wanao wajibu wa kuendelea kushikamana na si watumishi wao kuifanya kazi hii ili Bwana wa mavuno ajipatie watu ambao watamtumikia katika roho na kweli, na hasa katika nyakati za kizazi ambazo watu wengi wanabadilika kimaadili na kiimani.
Wakiongea kwa niaba ya washarika wakiongozwa na Dickson Mfikwa, Maxon Kiswaga, Joyce Mfumbirwa na Oliver Chungwa, wameeleza kuwa wataendelea kuwa mashuhuda wa Injili na kushiriki kikamilifu katika kuwaleta watu wengine kwa Kristo ili wao wapate fursa ya kumjua na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Tunayo furaha kubwa kama waumini wa mtaa wa Itombololo kwamba sasa tunapo mahali salama kabisa kwa ajili ya kumwabudia Mungu wetu na kumtumikia. Tumeamua sasa kwa pamoja kufanya uinjilisti kwa maana ya kuingia kumuona kila muumini ambaye yeye ni mzaliwa wa kitongoji hiki, lakini pia ni msharika wetu, kwamba tuhamasishane ili tuongeze nguvu hasa kwenye ishu za ujenzi, lakini pia uinjilisti wa kiroho. Itombololo tunafanikiwa kwa sababu ya umoja na ushirikiano tulionao. Ni namna gani tunaweza kuwavutia watu waje ibadani? Aidha hawana uelewa nini maana ibada, au ni kutingwa sana au kutokuwa na ratiba za kiibada. Hii inatakiwa kuweka semina kubwa kwa nyumba kuhubiri na kuwaelekeza watu nini umuhimu wa ibada. Hii itasaidia zaidi kuwaongeza watu katika ibada. Nikiripoti kutoka Dayosisi ya Kusini mkoani Njombe, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana Elasto Kikwala kutoka mkoani Njombe. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dar es Salaam. Jamii imetakiwa kuongeza uwekezaji katika kuwasaidia vijana wenye mahitaji maalum ili kuwawezesha kufikia ndoto zao za kielimu na kuondoa vikwazo vinavyokwamisha katika safari yao ya maendeleo. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na makamu mkuu wa shule ya sekondari ya Sand Valley, Hassan Mteganda, wakati wanafunzi wa shule hiyo walipokabidhi msaada wa vifaa vya shule kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum waliopo shule ya sekondari Pugu, ambapo amesema maendeleo ya taifa yanategemea ushiriki wa kila mtu. Tukio hili linawajenga watoto kitaaluma, kimaadili. Kama shule tunajivunia kuona kwamba kile ambacho tunawafundisha watoto wetu kinaendana na wanakileta katika matumizi. Na huu ndio msingi wa elimu. Kwa sababu elimu, Mungu anaposema tushike elimu tusiache ende zake kwa sababu yenyewe ni uhai, basi uhai ni miongoni mwa mambo haya ambayo tumekuja kuyafanya. Sisi kama shule tumefanya hili jambo, lakini hawa watoto ili waendelee kufanya, basi wazazi wawakumbushe pia namna ya kutoa. Kwa maana kwamba wanapowatolea wale wengine na wao pia wanaongezewa. Maana ndio ahadi ya Mungu. Na wanafunzi wa shule hiyo wametoa wito kwa jamii kuendelea kuwakumbuka watu wenye uhitaji, kwani kuwasaidia ni kitendo cha utu na upendo kinacholeta baraka, huku wanafunzi wenye mahitaji maalum wakiwashukuru wanafunzi wenzao kwa kuwatembelea na kuwapatia vifaa vya shule, wakieleza kuwa msaada huo utarahisisha masomo yao na kuwapa moyo wa kuendelea kupambana kufikia malengo. Tumeleta hichi kidogo lakini kwao ni kikubwa zaidi. Pia tumejifunza kuwa watu wengine wanasema tuna shida wakati wenzetu wana shida zaidi ya kwetu, na wengine hawafaulu vizuri wakati wenzetu ni wana upungufu lakini wanafaulu vizuri. Na pia nimejifunza kuna watu wenye maisha magumu zaidi ya kwako wewe. Kwa hiyo usiweze kusema mimi na maisha magumu. Inaweza kutokea shida yoyote kutokana na baraka au kutokana na sadaka ambayo umeitoa, inaweza kusaidia katika sehemu fulani. Na pia katika sadaka ambayo tumeitoa inaweza kuwa ni kidogo kwetu sisi, lakini kwa ni kubwa. Kuna mtu anatenga muda kwa ajili ya mtu fulani na kuna mtu akipata muda ndio anafanya kitu fulani. Nashukuru leo nimetenga muda ili kuja kutuona sisi. Hii ni ishara kubwa sana ya upendo. Ungesema labda nijisomee, ungesema labda nifanye kitu fulani shuleni, lakini wewe leo umetenga muda wako umekuja kutazama. Ninaamini Mwenyezi Mungu hili analiandika kwa siku ya leo ambacho tumekifanya. Ni ishara kubwa sana ya upendo. Mwalimu wa elimu maalumu shule ya sekondari Pugu, Geoffrey Kilemile, amesema bado wanafunzi hao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji msaada wa wadau na jamii kwa ujumla, zikiwamo upatikanaji wa vitimwendo, kompyuta mpakato yani laptop, mashuka na sabuni. Shule yetu ina watoto wenye mahitaji maalum kutoka kidato cha kwanza mpaka cha 6, takribani 100. Ni watoto wenye wanahitaji mahitaji maalum, wanahitaji vitu mbalimbali. Changamoto kubwa ambazo wanazo ni uhitaji wa laptop,
uhitaji wa mashuka, uhitaji wa sabuni, uhitaji wa vitimwendo kutokana na mazingira ambayo wanayo. Hivyo vitu vinahitajika kwa kiwango kikubwa sana. Licha ya kuwa na ulemavu wa viungo, wanafunzi hawa wameonyesha kuwa wana vipaji mbalimbali vinavyoweza kuendelezwa na kuwa chachu ya mafanikio yao endapo watapata fursa na mazingira rafiki. Uianza siku mpya, na shukuru Mola kwa kunilinda, nafasi nyingine nikapewa, labda nikijituma na mimi ipo siku ataniletea. Kutoka jijini Dar es Salaam, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Kilimanjaro. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mwanga Dr. Daniel Mono amewataka wainjilisti na parish weka wa kanisa hilo kutoingia kwenye mahubiri ya kijanja janja na badala yake wahubiri injili ya kweli inayolenga kuendeleza misingi ya kanisa la Kristo pamoja na kuendeleza kazi ya Mungu pale watakapokuwa. Amesema hayo wakati akiwa katika mahafali ya 30 ya chuo cha mafunzo na uongozi Usangi, mahafali yaliyofanyika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema kuwa kumekuwa na changamoto ya watumishi wavivu wanaoshindwa kuendeleza sharika walizopo, na kusema kuna baadhi hawana muda wa kujenga wala kuendeleza sharika, badala yake wanapokabidhiwa sharika zilizostawi vizuri zinasimama. Lakini pamoja na changamoto ya uaminifu, siku hizi kuna changamoto ya watumishi wavivu, walalamishi. Hawako tayari kutengeneza vitu, hawako tayari kutengeneza mitaa, hawako tayari kutengeneza sharika. Wao wanataka kila siku waende mahali ambako wengine walishalima ili wao wapalilie na kuvuna. Kinachoelea kimeundwa. Weka nguvu mahali popote ambako Bwana amekutuma, Bwana atapafanya kuwa bora. Na wengine anaenda mahali palishatengenezwa alafu anaparudisha nyuma. Uvivu, uzembe, tukatae kabisa. Kipewa mahali paende mbele, pasirudi chini, pasirudi nyuma. Sambamba na hayo, amewasihi wainjilisti hao kutokuwa na tamaa ya kukimbilia kazi ya uchungaji, akiwahimiza kubaki na kuwajibika kwa uaminifu katika wito wao wa uinjilisti walioitiwa, huku akiwasisitiza kutobweteka na badala yake wajiendeleze kitaaluma ili wawe baraka endelevu ndani ya kanisa. Lakini elimu haina mwisho. Tumieni fursa mbalimbali kujiendeleza. Na sio lazima kwamba utoke uinjilisti uende uchungaji. Kama hujaitwa kuwa mchungaji, ridhika hapo, chapa uinjilisti wako. Chungaji sio cheo, ni wito. Uinjilisti sio cheo, ni wito. Wito wangu kwenu ni kwamba kuhitimu huku isiwe mwisho. Wa kwanza, kuboresha uwezo wako na wito wako wa utumishi katika shamba la Bwana. Lakini pili, katika kukuza taaluma yako. Mimi wanaumia sana mtu akihitimu katika ngazi fulani alafu akazurura katika ngazi hiyo mpaka akastaafu. Mkuu wa chuo hicho cha mafunzo na uongozi Mchungaji Viki Ngowi amesema wahitimu wanapaswa kuzingatia na kuyashika yale waliofundishwa katika kuendeleza kazi ya Mungu, huku baadhi ya wahitimu wakisema wataenda kuihubiri Injili ili kutafuta waliopotea na kuwarudisha kwa kuwafundisha neno la Mungu kama linavyoelekeza. Wahitimu ambao wamehitimu siku hii ya leo, ushauri wangu kwao ni kwamba katika milima hii, chuo hiki wamepata mafunzo mengi kwa muda waliokaa kulingana na kozi zao. Kikubwa tu ni kwamba washike yale ambayo wamefundishwa, walioelekezwa, na kwa kweli mababa askofu wameendelea kutuelekeza na kuwafunda na kuwajengea uwezo zaidi na zaidi. Moja ya jambo muhimu sana ni kwenda kuhubiri Injili, kufanya utumishi na kutafuta kondoo waliopotea ili kwamba wamrudie Yesu. Jambo muhimu sana ninaloenda kulifanya
ni kuungana na watumishi wengine kuendelea kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Lakini jambo lingine ambalo tumeaswa mahali hapa, hatutakiwi kuwa wajanja kwenye neno la Mungu. Tulihubiri neno la Mungu kama linavyotakiwa. Tumejifunza vitu vingi sana. Kipekee nimejifunza jinsi ya kumtumikia Mungu, na ninaahidi kwamba nitaenda kufanya kile ambacho nimefundishwa hapa chuoni kwa ustadi ule ambao wametufundisha. Kikweli ni chuo kizuri, na ninaita wito kwa wote ambao wanapenda kuja kujiunga na chuo chetu hapa. Ni chuo kizuri, kina walimu wazuri na ambao wana mafunzo mazuri, wako kimaili kabisa kwa ajili ya kutufundisha. Tunamshukuru Mungu kwa ambao Bwana ametupa kwa miaka hizo miwili, na kwa kweli tumefarijika katika huduma hii. Na tunazungumzia swala la tumefundishwa mambo matatu makuu kuhusu mafundisho sahihi wa neno la Mungu ili kuepukana na udanganyifu unaoendelea katika dunia wakati huu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa mafundisho haya ambao viongozi wetu wa kanisa, Baba Askofu wa Dayosisi ya Mwanga na Baba Askofu wa Dayosisi ya Pare wametufundisha kwa usahihi namna ambao tuendelea kutumika kwa uaminifu na unyenyekevu katika kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Wahitimu katika mahafali hayo ni 32 ambapo wamehitimu katika ngazi mbalimbali ikiwemo muziki wa kanisa, uinjilisti, parushweka, kompyuta na uhazili. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Mtazamaji, turejea tena jijini Dar es Salaam ambapo Tanzania imeungana na mataifa mengine Afrika kuadhimisha siku ya wanawake Afrika yenye lengo la kufanya tafakuri na kuandaa mwelekeo mpya wa maslahi mapana ya wanawake, mabinti na vijana wa Tanzania. Akizungumza katika mkutano uliofanyika jijini Dar es Salaam ikiwa ni mwendelezo wa shamra za kuadhimisha siku hiyo, katibu mtendaji wa kanda ya Afrika Mashariki, taasisi ya wanawake wa Afrika PAWO, Dr. Susan Kolimba amesema mkutano huo umeadhimia kuendelea kusimama imara katika nafasi za kusimamia uongozi na katika sekta mbalimbali nchini. Kwanza kuhakikisha kwamba tunapambania haki za wanawake na vijana wa taifa letu, lakini pia kuwa wajasiri katika kutenda kazi, lakini na kusimamia yale ambayo yaliyopangwa. La 4 ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana PAWO kama wanawake, lakini na vijana katika kuhakikisha kwamba tunatafuta fursa za kuwawezesha wanawake kiuchumi, lakini vile vile kulinda maslahi mapana ya nchi na taifa letu na kuwa wazalendo. Lakini tumesema tutaendelea kuwa majasiri, tutaendelea kujifunza kutoka kwa veterans, kuchota maarifa kutoka kwao, maana leo walikuwepo, wametuambia walioyafanya wakati wa uhuru, baada ya uhuru na mpaka sasa, lakini vile vile na sisi tumesema ya kwetu. Na tunasema tutaendelea kusimama pamoja na wao katika kufanya tafakuri na kutafsiri yale ambayo yaliyokuwa bora ili kuyabeba na kuyafanyia kazi kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Asante. Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya washiriki wa mkutano huo akiwamo mwenyekiti mstaafu wa PAWO chapter ya Tanzania, Mwalimu Lea Lupembe, amesema mkutano huo umekuwa chachu ya kufanya tathmini ya walipotoka, walipo na wanakoelekea. Ni kutaka kuondoa mfumo dume ili wanawake nao waheshimike, wapate haki zao, na ukatili wa wanaume kwa wanawake ukapungua sana. Tuingie hata kwenye mashule ya sekondari, maana shule za sekondari wasichana ni wakubwa wanaoelewa. Atuweke kule mzizi yetu. Angalau vijana bado mnaendelea na kazi, ndio hivyo kwamba nyie mnawezaje kufanya mambo yale mlofanya wakati ule, na tunataka na sasa tuyafanye. Kabisa sasa hivi hawezi kufanana, nyie wenzetu ni wa digital, AI inawasaidia mambo mengi amyajui, mkimwambia AI anakuambieni, wakati sisi ilibidi utoe. Maadhimisho ya siku ya wanawake wa Afrika yamejikita katika kusikiliza maarifa ya wanawake waliotangulia katika nafasi mbalimbali za uongozi na kujifunza maarifa kutoka kwa marafiki wa PAWO. Taifa Tanzania, taifa
Tanzania. Tukisalia jijini Dar es Salaam katika kuhakikisha tunalinda na kuokoa maisha ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati yani njiti, Hospitali ya Taifa Muhimbili imeendelea kuimarisha huduma za kibingwa kwa kuweka mazingira salama, vifaa tiba vya kisasa na wataalamu wenye uzoefu ili kuongeza nafasi ya kuishi, kukua na kuwa na afya njema. Akizungumzia huduma zinazotolewa katika kitengo cha watoto waliozaliwa kabla ya wakati, daktari bingwa wa watoto Dr. Neema Nalitolela amesema Muhimbili inaendelea kutoa huduma za uchunguzi, matibabu na uangalizi wa kibingwa kwa watoto hao ili wapate huduma stahiki zinazoweza kuokoa maisha yao. Ukiachana na swala la upumuaji, tuna dawa maalum ambazo zinasaidia katika kupambana na changamoto za mfumo wa damu. Watoto wetu wanakuja na changamoto za damu mbalimbali. Changamoto mojawapo ni kupata manjano, ambao manjano hii inakuwa kali, inasababishwa na mambo mbalimbali, na manjano hii inaweza kupelekea kuharibu ubongo kama isipotibiwa ipasavyo. Kwa hiyo tuna mashine ama huduma maalum ambao tunaita exchange blood transfusion, ambayo inasaidia kutoa ile damu ambayo imejaa sumu au kemikali zinazosababisha manjano kwa mtoto na kumwekea mtoto damu nyingine. Kwa hiyo hii ni huduma maalum ambao kwa Kiswahili tunasema ubadilishaji damu ama exchange blood transfusion kwa kitaalamu. Lakini na vifaa tiba mbalimbali pia katika swala hili la kutibu manjano. Kama tunavyoona hapa, tuna phototherapy machines ambazo pia zinasaidia kutoa manjano ndani ya mwili wa mtoto. Kutoka jijini Dar es Salaam, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Songwe. Balozi wa Tanzania nchini Malawi Agnes Kayola ametembelea mpaka wa Songole uliopo wilaya ya Ileje mkoani Songwe na kupongeza maboresho ya miundombinu yaliyofanyika, akisema hatua hiyo itachochea biashara na ukuaji wa shughuli za kiuchumi kati ya Tanzania na Malawi. Taarifa ya Nicholas Ndabila inafafanua. Akizungumza na wananchi katika kituo cha forodha cha Isongole, Balozi Kayola amesema maboresho yaliyofanyika yatawezesha shughuli za usafirishaji na biashara kufanyika kwa ufanisi zaidi, ikiwemo uwezekano wa mpaka huo kufanya kazi kwa saa 24. Tunaishukuru serikali kwa juhudi kubwa ambayo imefanyika ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya upande wa kwetu iko vizuri. Kwa hiyo tunawasubiri na wenzetu watakapokamilika, na kama mkuu wa wilaya alivyosema kwamba kituo hiki ni cha kimkakati pia ambacho kitarahisisha biashara, na pia kitakapokuwa kimekamilika basi hata biashara usiku zinafanyika sababu kitakuwa kinafanya kazi masaa 24. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ileje Farida Mgomi ameiomba serikali kupandisha hadhi mpaka huo ili kuimarisha zaidi biashara rasmi na kudhibiti matumizi ya njia zisizo rasmi zinazotumiwa na baadhi ya wananchi kuvuka mpaka huo. Tukishirikiana na vyombo vyetu vya juu, tuna imani kabisa mpaka huu utakapokuwa umepandishwa hadhi, tutafanana na sisi wa Kasumulu, tutafanana na wenzetu wa Tunduma. Lakini hapa wanasema ni shortcut. Kwenda kule Kasumulu au kupitia kule Tunduma ni mbali zaidi. Lakini mwisho wa siku unakuta vipenyo vinakuwa vingi sana. Tutakapokuwa tumeboresha mazingira, hata hivi vipenyo sasa havitatumika. Wafanyabiashara wanaotumia mpaka huo wameiomba serikali kuendelea kuboresha mazingira ya biashara kati ya Tanzania na Malawi, wakisema hatua hiyo itasaidia kuongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi wa pande zote mbili. Ni changamoto, lakini pia kutoa Malawi kuleta huko changamoto. Sasa tunashindwa kwa wanachotaka nini? Kama mifumo haijakaa vizuri, tuangalie namna nzuri ya kuweka hii mifumo ili mwisho wa siku tufanye biashara ambazo zimenyoka. Tufanye biashara zilizonyoka. Hatuwezi kuwa na ule uhuru kwamba ile biashara ukafanya wewe mwenyewe katika kampuni. Yaani tuseme kwa mfano napeleka soya, napeleka mahindi, napeleka maharage. Ni lazima uwe na mtu nyuma ambaye ni Malawi. Kwa hiyo pasipo hivyo, maana yake hapo utarajie kuzulumika. Akizungumza kama mwenyeji wa kiongozi huyo kimkoa, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabili Makame amesema uhusiano mzuri uliopo baina ya Tanzania na Malawi utaendelea kudumishwa kutokana na historia ya ushirikiano wa kidiplomasia
kiuchumi na kiutamaduni baina ya nchi hizo mbili, kwa sababu kazi anayoifanya ni kazi ya kidiplomasia ya kuiwakilisha nchi yetu ya Tanzania katika nchi ya Malawi. Lakini sisi wa Tanzania wa Malawi ni ndugu zetu. Tumekuwa tukishirikiana nao katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, ya kijamii, lakini hali kadhalika na masuala pia ya kiutamaduni. Kutoka wilayani Ileje mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Kutoka mkoani Songwe, mtazamaji, turejee tena mkoani Kilimanjaro ambapo msaidizi wa askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Dean Deogratias Msanya amewataka washirika kuwa na moyo wa kupenda kutoa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kanisa, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa nyumba za ibada, kwa kuwa kuna siri ya mafanikio pale wanapojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mchungaji Msanya amesema hayo wakati wa ibada maalum ya harambee ya kuchangisha fedha za upanuzi wa jengo la kanisa usharika wa Ngira, ibada iliyofanyika katika kanisa hilo lilopo wilaya Hai mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa kila anayemjengea Mungu anatekeleza agano la Musa alilopewa na Mungu la waambie wanifanyie patakatifu nikae ndani yao, na kusema kila mmoja anapaswa kuwa na moyo pamoja na imani pale wanapomtolea Mungu, kwani wanapotoa sadaka yao itanena na vizazi vyao. Musa anawaambia watu kwamba siri ya kutoa kwa ajili ya kumjengea Bwana mahali patakatifu ambapo Mungu atakutana na watu wake, siri muhimu sana sio fedha. Maana wapo wenye fedha lakini hawana moyo wa kupenda, hawana moyo wa kutoa. Kwa Musa anawaambia tatizo sio fedha wala sio dhahabu, tatizo kwanza ni moyo wa kupenda. Si hata Waswahili jamani walijua wakasema kutoa sio nini? Bali ni nini? Ni moyo. Kwa Waswahili hata wao walijua kabisa, na Musa anasema ni jambo linalohusu moyo wa kupenda. Sambamba na hayo, mchungaji Msanya alitumia ibada hiyo kuwaasa wazazi na walezi kukaa pamoja katika kuhakikisha malezi ya watoto yanakuwa salama na wanarudi katika misingi ya neno la Mungu itakayowasaidia kuondokana na mmomonyoko wa maadili unaosababishwa na utandawazi. Ile tabia ya kunyosheana vidole kwamba watoto wameharibika, labda ni wachungaji ndio wafanye wajibu wao, hiyo tuiache. Ili jukumu tulifanye kwa pamoja. Sisi kama viongozi wa dini tunayo nafasi yetu. Ninyi kama wazazi na walezi mnayo nafasi yenu. Walimu mashuleni wanayo nafasi yao. Tukiunganisha nguvu kwa pamoja, tutaweza kukiokoa kizazi chetu na uharibifu na mmomonyoko mkubwa wa maadili tunaouona. Akisoma risala ya ujenzi, mwenyekiti wa ujenzi usharika huo Abisai Tarimo amesema kutokana na ongezeko la Wakristo wameona ni vyema wakamjengea Mungu ili kutosheleza mahitaji ya Wakristo. Jengo hili tulipo sasa hivi limejengwa kwa mawe na matupa mpaka juu. Kutokana na kuwepo kwa maendeleo tuliona ni vyema kumjengea Bwana nyumba nyingine kubwa na ya kisasa kwa ajili ya ongezeko la Wakristo, na huko ndani kulikuwa joto linazidi hasa watu wanapokuwa wengi, hewa ndogo, pia kupanua kisasa zaidi. Kwa neema ya Mungu, mwaka 2024 tulianza kujenga jengo hili jipya na tena la kisasa. Tulifanikiwa kuanza kujenga na tulikuwa na harambee ya kwanza ambayo tuliweza kufanikiwa kupata pesa taslimu milioni 101. Baadaye tukafanya harambee ya pili mwaka 25 ambayo tulikusanya kiasi cha shilingi milioni 146, na tunaendelea kukusanya sehemu ya ahadi za wachache ambao wamebaki kiasi cha milioni 44. Kwa upande wake, mchungaji kiongozi wa usharika huo wa Ngira, mchungaji Okuli Nkia, amesema wataendelea kushirikiana na washarika katika kuhakikisha wanamaliza ujenzi wa nyumba hiyo ya ibada.
Washarika walioshiriki katika ibada hiyo wamesema kuwa ibada ya harambee ni ibada ya baraka, hivyo washarika wanapaswa kuhudhuria na kutoa hata kama ni kidogo ili kazi ya Mungu iweze kuendelea mbele, ambapo zaidi ya shilingi milioni 129 ziliweza kupatikana katika harambee hiyo. Mungu anachowapa wakilete ni baraka kwa Mungu. Tukishukuru kwa ajili ya msaidizi wa askofu kwa ajili ya mahubiri ya siku ya leo. Ametuambia kwamba moyo wa kupenda Mungu atakunyima chochote. Ukiwa na moyo wa kupenda, hata kama chochote njoo kwa Bwana, Bwana anakupenda. Tunashukuru sana Mungu, tumemaliza vizuri na kiasi tulichopata tunamshukuru Mungu sana. Tutaendeleza jambo letu lifike mahali Mungu amekusudia. Bado naendelea kukaribisha wengine, bado tutakuwa na harambee nyingine kubwa kabisa kwa ajili ya kumalizia. Nilikuwa nawaambia tu hata itokea harambee wakati mwingine wasiache kuja nyumbani, hata kama hawana pesa waje, kwa sababu wakija kanisani ile nguvu inakuwa ni kubwa sana na watu watahamasika na wao watakuja kupata baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu anayekuja hapa anaombewa hata kama ana kitu, wakati mwingine Mungu anambariki na anaweza kuja na kitu. Washarika wa Ngira wale ambao hawakufika ibadani, kwa kweli waone umuhimu wa kuja ibadani, kuja kuchangia jengo letu, maana jengo letu litajengwa na sisi Wanangira. Na wale waliofika ibadani kuchangia kila mahali walipopagusa, Mungu aendelee kujaza mikapu yao ikapate kujaa kwa kipimo cha kujaa na kusukwa. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Kutoka mkoani Kilimanjaro turejea tena jijini Dar es Salaam, ambapo wazee wa kanisa wametakiwa kufanya kazi kwa bidii, unyenyekevu, ushirikiano pamoja na kuhamasisha ongezeko la washarika na maendeleo ya huduma za kanisa ili kazi ya Mungu iendelee kusonga mbele. Wito huo umetolewa na mwinjilisti wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani mtaa wa Zavala Rebecca Sichone baada ya kuwabariki wazee wa baraza la wazee wa mtaa huo waliochaguliwa hivi karibuni na hivyo kuanza rasmi utekelezaji wa majukumu yao. Tunamshukuru Mungu ambaye ameendelea kutufanikisha kila siku, na zaidi sana kwa habari ya huduma ambazo zinaendelea katika mtaa huu. Tunaendelea kuhubiri Injili ya Kristo na kuwafikia watu mahala pote. Zaidi sana tunamshukuru Mungu pamoja na huduma ambazo tunaendelea kuwa nazo, na leo hii tumekuwa na tukio kubwa zuri jema la wazee wetu pamoja na viongozi wa vikundi wameingizwa kazini. Tunamshukuru Mungu kwa wale viongozi ambao tulishirikiana nao, ambao walipita katika baraza lililopita na sasa tumepata uongozi mpya. Mungu wa mbinguni akaendelea kututunza kama ambavyo ameendelea kutusimamia. Katibu wa usharika Rafael John amelishukuru kanisa kwa moyo wa kujitoa na kusema tayari mipango imeanza ya kuratibu semina, mikutano na shughuli mbalimbali za maendeleo sambamba na kukamilisha ujenzi wa kanisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo tumewekwa kuingizwa kazini wazee wapya na wazamani katika kuifanya kazi ya Mungu. La kipekee sana tunakiwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya washarika wenzetu ambao kwa kweli kwa idadi yao ni wachache sana. Hatufiki 150, lakini katika huo uchache wameweza kufanya kazi kubwa sana. Kama unavyoona jengo na mambo mengine ambayo yameendelea, tunamshukuru Mungu watu wameendelea kujitoa sana kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa upande wao washarika akiwamo mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa kanisa Eric Mwakitapa amesema ujenzi umefikia hatua ya upauaji ambapo zaidi ya shilingi milioni 18 zinahitajika ili kukamilisha hatua hiyo, huku mzee wa kanisa Upendo Steven akiwasihi washarika na wadau wa Injili kuendelea kushirikiana kwa hali na mali ili kukamilisha ujenzi wa nyumba ya Mungu. Hivyo basi ninatoa wito na pia natoa ombi kwa wadau wote wa Injili mahali popote mlipo, karibuni sana kwa ajili ya kusapoti ujenzi huu ambao tunaendelea nao katika mtaa wetu huu wa Zavala. Mimi najisikia furaha sana kwa mzee wa kanisa kwa awamu ya pili, lakini pia endelea kuwashawishi na kuzungumza na washarika kupitia maneno ya Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana, kwa maana sasa hivi tuko katika hatua ya pili ya upauaji. Tuendelee kumaliza jengo la kanisa. Ikiwa bado tupo jijini Dar es Salaam, waimbaji wa nyimbo za Injili wametakiwa kusajili kazi zao ili zipate ulinzi wa kisheria na kuwawezesha kunufaika na mirabaha pamoja na haki nyingine zinazotokana na haki miliki.
Mwenyekiti wa bodi ya ofisi ya Kimiliki Tanzania KOSOTA, Victor Tesha, amesema hayo wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa tuzo za East Africa Gospel Music Award, ambapo amesema tukio hilo limeonyesha mwelekeo mpya wa kuunganisha wadau wa muziki wa Injili, vyombo vya habari na jamii katika kukuza huduma ya Injili kupitia muziki. Kuhusu maadili ya vijana, amesema muziki wa Injili una nafasi kubwa katika kuwalea vijana kwa kuwafundisha heshima, nidhamu na mwenendo mwema unaozingatia mafundisho ya Biblia, na zinasaidia vijana kujenga tabia njema, kuwaepusha na matumizi ya dawa za kulevya, ulevi na vitendo vingine vinavyoharibu maisha yao. Unafundisha maadili, unafundisha heshima, unafundisha nidhamu, kitu ambacho ni muhimu sana kwa vijana, hasa hawa vijana ambao wako katika umri wa miaka kwenye teenagers na early 20s, kwa sababu hapa ndo ambako vijana wengi sana na watoto wetu wanakopoteza focus. Mtoto anaposikiliza nyimbo za Injili, nyingi zinatokana na maandiko ya Biblia ambako zinagusa mioyo yao na kuwasababisha wale vijana wetu wamjue Mungu na waepuke mambo mbalimbali ambayo kama madawa kulevya, ulevi, ukahaba na Mkurugenzi wa East Africa Gospel Music Award, Margaret Chacha, amesema uzinduzi huo wa msimu wa pili wa tuzo hizo kwa sasa zipo wazi kwa wasanii wa nyimbo za Injili na imejumuisha nchi 7 na wanategemea kuwa na ubora zaidi. Tuviongeze. Kwa hiyo kwa namna hiyo IGMA ndio inakuja sasa kuangalia vitu vya namna hiyo ili tupate kazi bora zaidi, kwa sababu utaendelea kuambia kwamba mnapewa tuzo kwa vigezo gani. Kwa lazima kuna technicals ambazo tunaziangalia za muziki, lakini vile tunaangalia spirituality ya ule muziki. Umeruti kutoka wapi? Kwa hiyo ni vitu vya namna, kwa ni vitu vingi ina uvuvio. Ndio maana nasema siku hizi muziki mingi haigusi hisia. Na hisia mpaka ukae kwenye uvuvio kweli na ukae kweli kwenye neno ndio utapata muziki wenye hisia. Huko jijini Dodoma, serikali imesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta mbalimbali ili kuongeza tija na kasi ya maendeleo katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kwa ajili ya kuziwezesha sekta hizo kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari wakati alipotembelea viwanja vya Dr. John Samuel Malichila Dodoma kwa ajili ya kujionea shughuli mbalimbali za kilimo, mifugo na uvuvi zinazotekelezwa katika maonesho ya 33 ya kimataifa ya kilimo 2026 yanayoendelea. Aidha, amebainisha kuwa serikali inaendelea kufuatilia matumizi ya matrekta yaliyotolewa kwa wakulima ili kuhakikisha yanatumika katika maeneo yaliyokusudiwa na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao, huku akisisitiza kuwa utafiti ni nguzo muhimu ya maendeleo ya sekta ya uzalishaji. Haja ya kuendelea sote tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, badala ya kusema mimi niko kilimo, mimi niko fedha, mimi niko uvuvi, mimi niko mifugo, mimi niko viwanda. Tunahitaji kuendelea kuwa na mtazamo wa pamoja kwenye maendeleo ya uzalishaji katika sekta ya kilimo, lakini pamoja na uchakataji na usarifu wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, pamoja na huduma ambazo zinaambatana na hili, hasa wenzetu wa sekta ya fedha. Unakumbuka tulipotembelea Benki ya Maendeleo ya Kilimo, tulisema kuna maeneo ambayo serikali imeweka mkazo, kwa hiyo wote na sisi tunapaswa tujielekeze katika maeneo haya. Lakini kazi kubwa ya utafiti ambayo inaendelea inapaswa tuendeleze. Inaonekana kuna baadhi ya maeneo na changamoto wala sio kubwa sana. Kwa mfano tulipotembelea TALIRI. Maonesho ya 33 ya kimataifa ya kilimo 2026 yanafanyika katika jiji la Dodoma, yakiongozwa na kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Kigoma, ambapo wananchi mkoani humo wameaswa kutoa ushirikiano kwa shirika la Msalaba Mwekundu, hasa katika magonjwa ya mlipuko, kuhakikisha hatua za kutoa msaada zinatolewa kwa wakati na kusaidia wananchi kuwa salama dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Kutoka mkoani Kigoma, mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti mstaafu Bwana Musa Kifumo wakati wa makabidhiano ya ofisi na mwenyekiti wa sasa wakili Moses Basila, ambapo amesisitiza wanachama wote wa shirika la Msalaba Mwekundu kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafanya kazi kwa moyo wa wito, hasa kusaidia wananchi. Red Cross kama ilivyo sio mahali kwa kufaidika.
kwa kweli ni mahali pa kujitolea kwa kiasi kikubwa, na ni taasisi kubwa ya ubinadamu. Haina tofauti sana na watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi tunadili na pale penye nini, penye maafa au kujiandaa kwa ajili ya maafa. Sasa kwa sisi Red Cross kwa ni kujitoa mpaka maisha. Wale wakwenda vitani, wale wa ICRC kwenda kuokoa majeruhi, kuna kipindi wanauawa. Sasa hakuna thamani inayozidi uhai wa mtu. Kwa hiyo karibuni sana, lakini mjue sisi kanuni zetu ya kwanza ni kujitolea, ubinadamu uko mbele, kutokupendelea na kadhalika. Siko kanuni 7. Na ndiyo kile kifupi cha hinivu. Tukianza na humanity, ubinadamu unatangulia mbele. Kwa upande wa mwenyekiti aliyechaguliwa katika uchaguzi wa viongozi ngazi ya mkoa, wakili Moses Basila amesema watahakikisha wanashirikiana na serikali na wadau kuhakikisha kamati za maafa kila kata zinakuwa na utayari wa kusaidia wananchi hasa katika magonjwa mbalimbali ya mlipuko. Kwa upande wa serikali kushirikiana na Red Cross na wadau wengine kuzirevive zile kamati za maafa kuanzia ngazi ya kata, halmashauri, wilaya na mkoa. Tunapataje fedha? Tunapataje uhai wa hizi kamati? Tunataka inapokaa inapokea ripoti ya maafa na kuijadili na kuitathmini based on data ambazo zimetoka kwenye kila kata. Ni wito wangu uhai huu wa hizi kamati uweze kuwa bayana ili kutekeleza sheria ya maafa ya mwaka 2022, sheria namba 6. Wakili Moses Basila ameongeza kuwa kwa pamoja atahakikisha anaongeza wanachama wengi ili kufikia mpango wa kuongeza uzalishaji, pia na kusaidia wanachama wote kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa malengo endelevu. Red Cross ni chama cha wanachama. Ni dhamira yetu na timu yangu kukirudisha kwa wanachama ili kuweza kupata idadi ya volunteer na wanachama wanaweza kutekeleza yale malengo ambayo mpango wa Red Cross na principles zetu 7 zinatuongoza kiurahisi, kwa sababu utekelezaji unaanza na idadi ya watu. Lakini nategemea sasa ubunifu wa timu mpya ambayo imeingia kubuni miradi na kujiengage na hawa wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata funds za kuwafikia walengwa ambao ni umma, lakini kutoa majibu ya changamoto za kukabiliana na maafa, tatizo la wash, health, zile activities zote ambazo ziko chini ya mandate ya Red Cross kwa mujibu wa mpango kazi wa sasa. Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, kisha tukirejea ni habari za kimataifa.